na Wahome Simon Gitito ambao kuwasili kwao kulithibitishwa mapema. Shirika hilo limesema kwamba kundi hilo lilisafiri hadi mji wa Yaroslav nchini Urusi ambapo walisaini mikataba ya kijeshi na kupelekwa katika kituo cha mafunzo. Kulingana na taarifa hiyo, mafunzo yao yalidumu kwa takriban wiki moja unusu kabla ya kupelekwa kupigana vita. Mwangi awali alipewa jukumu la kuwa mwendeshaji wa redio, lakini baadaye alihamishiwa katika kitengo cha mashambulizi na kupelekwa kwenye mstari wa mbele ambapo aliuliwa mapema mwaka huu. HUR inasema hali hii inaashiria muundo mpana wa Urusi kuajiri raia wa kigeni na kuwapeleka katika majukumu ya mashambulizi ya mstari wa mbele. Licha makubaliano yaliripotiwa kati ya Moscow na baadhi ya nchi za Afrika ya kusitisha kuajiri, mchakato huo unaendelea. HUR inasema imewatambua raia 2965 kutoka nchi za Afrika waliosaini mikataba na vikosi vya jeshi vya Urusi. Idadi kubwa zaidi ya waajiriwa wanatoka nchini Kenya, Misri, Cameroon, Ghana, Nigeria, Uganda, Algeria, Mali, Sudan Kusini na Afrika Kusini. Kufikia Agosti mwaka uliopita, raia 316 wa Kiafrika wanaopigania Urusi walikuwa wamethibitishwa kuuliwa kulingana na HUR, ambayo iliongeza kuwa idadi halisi inaweza kuwa ya juu zaidi. Idara hiyo ya ujasusi wa kijeshi Ukraine imewaonya raia wa kigeni dhidi ya kusafiri kwenda Urusi kwa ajira au huduma za kijeshi, ikisema watu kama hao wana hatari ya kupelekwa kwenye majukumu ya mapigano ya mstari wa mbele bila maandalizi ya kufana ya kuhakikisha kwamba wanaweza kupigana vita. Na ndilo swala tunaloliangazia katika kurasa zetu za kijamii, ambapo tunakuuliza, je, unaona Wakenya walioko Urusi na Ukraine wamelindwa vilivyo wakati huu ambapo kumekuwa na vita? Changia katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, vile vile ukurasa wa X wa Radio 47_Kenya. Nitasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Tukiachana na hayo, Rais William Ruto ameanza ziara yake katika eneo bunge la Mathioya kwenye kaunti ya Murang'a, ambapo ameendelea kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti hiyo huku akiahidi miradi kadhaa. Mwanahabari wetu Silas Kemboi anaarifu zaidi. Kwa hivyo mimi nauliza nyinyi watu wa Murang'a, ati mnasemaje nyinyi watu wa Mathioya? Ati mnasemaje? Akizungumza alipokuwa akizindua rasmi ujenzi wa barabara ya Kariako Kawia katika eneo la Mathioya, Rais alisema kwa serikali imetoa shilingi bilioni 1,100 kusambaza vifaa vya umeme kwa familia 14,000 katika kaunti hiyo. Hii ni dalili ya kwamba serikali shilingi milioni 900 kusisitiza juhudi za serikali za kuboresha kushuka nchini, huku akiahidi shilingi milioni 200 kwa ajili ya sasa watu nionyeshe mahali ile ya kwanza ilipata hapa ya kuongeza watu 14,000 wapya tuwawekee stima. Watu ile Sayuni ilinipata hapa, ile trip nyingine hapa Sayuni ilinipata wapi? Sayuni hapa ndio ile episode nyingine. Vilevile ametumia fursa hiyo kuendelea kuwasuta vikali wapinzani, akiwaomba viongozi nchini kueneza wito wa umoja na kuepuka siasa za uchochezi na za kuwatenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila. Hapa ndio Sayuni ilinipata hizi hapa. Kuna kazi yote wamefanya hapa. Mbali na kunitukana na kuniita kazungu, kuna kazi nyingine wamefanya. Hawana pesa, hawako kwa serikali. Kazi kubwa wamefanya ati ni kuniita kazungu. So hata mkiniita kazungu, si mimi najenga barabara. Si watoto mimi nasomesha. Ni kauli ambayo imetolewa pia na naibu wake Profesa Kithure Kindiki, ambaye imeendelea kuwasuta vikali wapinzani, akiwataka kukoma kuwachochea wananchi na badala yake kueleza mipango yao kwao. Kuna wenzetu wanataka kuturudisha katika mambo ya siasa ya bure. Unachochea vijana, wanapiga nduru kwa mkutano, lakini hauongei mambo ya masomo, hauongei mambo ya kilimo, hauongei mambo ya afya. Sasa naona hii post hii ndio nigonga hii post. Rais ameandamana na viongozi wengine akiwemo Waziri wa Ardhi Alice Wahome, kumpongeza rais kwa kufika katika eneo hilo na kuzindua miradi ya maendeleo. Statement starts officially. Rais, watu wengine ambao ulikuwa umepatia kazi na sisi tulikuwa tumekataa, Your Excellency, wakaharibu. Sasa hao kwa sababu hawana rekodi ya kazi yao ni kuzunguka wakichokora hawa wananchi, wakiwaambia hujafanya kazi. Nikiripotia 47, jina langu ni Silas Kemboi. Asante sana Silas Kemboi. Siku 4 kabla ya kukamilika
inafaa tukae naye rada, anaweza tukanyagia ma emergency. Haitaongeza muda wa usajili. Amesemwa na mwenyekiti katika tume hiyo Erastus Ethekon akizungumza katika mji wa Iten kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet. Amesema shughuli hiyo ina gharama kubwa, hivyo hakuna muda utakaoongezwa. Ameendelea kuomba Wakenya kujitokeza kwa wingi kusajiliwa katika siku chache zilizosalia ili kuhakikisha wanapata fursa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Aidha, ameomba wanasiasa kuepuka kuingiza siasa katika shughuli hiyo. Kauli sawa na hiyo imetolewa na gavana wa Elgeyo Marakwet Wesley Rotich, ambaye pia amewahimiza wakazi wa kaunti hiyo kujitokeza kwa wingi na kusajiliwa kuwa wapiga kura. Hapa breaks zikuwe chonjo. Dereva ameni break. Dereva ameni break. Hapa roho yako ni breaks zako. Then be careful. Kuwa makini. So it's not tenable for us to extend. So that's why we are malfunction hivi. Kiona inataka large numbers to register in the remaining few days. So far the figures are impressive. We as IBC are registering people across the country. Tuelekea huko Tana River ambako wafuasi wa chama cha UDA katika muungano wa RBA kwenye eneo bunge la Galole wameelezea ghadhabu yao kufuatia kuahirishwa kwa uchaguzi wa mashinani wa chama hicho hadi tarehe 2 Mei mwaka huu. Wanasema walikuwa wamejiandaa kikamilifu kushiriki mchakato huo hapo jana na kwamba uamuzi huo uliwashtua wengi. Akizungumza mjini Hola, aliyekuwa mbunge wa Galole ambaye pia ni msemaji wa muungano huo RBA Hassan Dukicha amesema walikuwa tayari kujiamini kushinda. Dukicha ameonya wapinzani wake kuwa walikuwa wamejiandaa ipasavyo, akisisitiza kuwa wako tayari kushiriki uchaguzi huo siku yoyote utakapofanyika. Be careful. Maintain your speed, be careful. Valley of death. Valley of death. But we are very disappointed. Sababu ilitolewa ya kwamba wale Valley of death. Valley of death. wawili yao wameenda UDA voters wakiprotest kwamba ati wanasema hata majina yao haiko katika register. Sisi kama Ilba Coalition Movement tumejitayarisha tuongeona zilizara kwa hatari. Uchaguzi wa UDA wa mashinani ulifanyika hapo jana kwenye kaunti 18 huku ukitarajiwa kufanyika kesho Kajiado, kisha Tana River na Turkana tarehe 2 ya mwezi Mei. Na muungano wa wanafunzi wa vyuo vikuu na taasisi za ufundi katika kaunti ya Kisumu umetangaza kujiondoa katika mkutano wa kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna uliopangwa kufanyika Jumapili hii kwenye kaunti hiyo. Wakiongozwa na Silas Adem, wanafunzi hao wanasema kwamba vijana hawatashiriki katika harakati hizo kwa njia yoyote kwa sasa. Amesisitiza kwamba uamuzi huu uliafikiwa baada ya mashauriano ya kina, akibainisha kuwa wanafunzi wanachagua kuzingatia elimu yao na maendeleo binafsi. We will not participate in the rally in any capacity. Comrades, power! Comrades, viva! Comrades, we strongly urge all students to exercise caution and refrain from attending the said rally. Comrades, power! Comrades, viva! Students should not allow themselves to be drawn into political activities that may compromise their safety, academic focus, or being used for purposes that do not reflect their personal interest. Na katika tukio la kushangaza, wakazi na wafanyabiashara katika soko la Mwanza kwenye eneo bunge la Lugari katika kaunti ya Kakamega wamepigwa na butwaa baada ya tukio la nadra kushuhudiwa, ambapo maji kwenye baadhi ya visima vya wakazi yamegeuka na kuanza kuwa na mafuta ya petroli. Ni tukio ambalo limezua msisimko mkubwa, ambapo baadhi ya wakazi wameliona kuwa baraka ya ghafla. Hata hivyo, kulingana na naibu kamishna katika kaunti ndogo ya Lugari Jeremiah Tum aliyefika katika eneo la tukio, ni kwamba mafuta hayo yalikuwa tayari yamesafishwa, kipuuzilia mbali uwezekano wa uwapo wa rasilimali ya mafuta katika eneo hilo. State of Hamud imeamua kutubariki. Nasema hata kama Tutakuwa
Habari za kina na Otis Maganga. Katika uchambuzi tunaangazia hatua ya serikali ya kuondoa mfumo wa kuzuia huduma za afya ya jamii kulingana na viwango vya malipo maarufu tariff locking katika mamlaka ya afya ya jamii SHA. Mwanahabari wetu Robert Lokurwas amezungumza na wachambuzi wa masuala ya uongozi na utawala iwapo jambo hili litatekelezwa. Their healthcare, so they can strike for on anything else, but on health we want them to be very healthy. Serikali imechukua hatua ya kuondoa mfumo wa kuzuia huduma za afya kulingana na viwango vya malipo kufuatia malalamishi ya watumishi wa umma kwamba wamekuwa wakinyimwa huduma za matibabu au kulazimishwa kulipa pesa taslimu hospitalini, jambo ambalo limekuwa likiwapa msukumo wa wafanyakazi wa umma kugoma. Waziri wa afya Aden Duale aliamuru mamlaka ya afya ya jamii SHA kuondoa mara moja vizuizi hivyo vya kidijitali kwenye mamlaka hiyo ili kupunguza msongamano na kusuluhisha ugonjwa. Maswali sasa yanaibuliwa ikiwa hatua hii itatekelezeka na kuleta suluhu ya kudumu kwa changamoto ambazo zimekuwapo kwa SHA kwa muda. Mhandisi wa masuala ya sera za uongozi na utawala wa Jambo anasema hatua hiyo itatekelezeka, ila itachukua muda na itakuwa na changamoto kufikia malengo kikamilifu. Masuala ya sera huwa hayakamiliki pale ambapo mfumo mpya unaanzishwa. Nadhani kwamba madhumuni ya kuhakikisha kwamba sera hii na mfumo huu mpya unatekelezeka kwa njia ambayo imenyooka kwa kipindi cha muda ambayo baadaye sekta ya afya kwa huduma ya afya yoyote ambayo inaitwa universal healthcare iweze kufanya kazi kwa manufaa ya wananchi wote wa Kenya. Chini ya makubaliano hayo mapya, hospitali zote zilizopewa mkataba na SHA ziliagizwa kutoa tuzo watumishi wa umma ada yoyote ya ziada, agizo ambalo Waziri Duale aliamuru lianze kutekelezwa mara moja. Mwenyekiti wa maafisa wa kliniki nchini Peter Samashira anasema panapaswa kuwapo mikakati thabiti ya utekelezaji wa mfumo huo na suluhu kwa changamoto zinazokumba mamlaka ya afya ya jamii ikilenga watumishi wa umma. Lazima kukuwe na ile comprehensive kama ilikuwa na NHIF na tutaweza kupatiana makataa ya mgomo na hapo ndio tuliweza kufanya na ile negotiation. Migambo anasema iwapo hatua hiyo itatekelezeka, itazuia changamoto wanazopitia wafanyakazi wa umma kwa kuwa itakuwa inaboresha ufikiaji wa huduma za afya na kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikiwazuia watumishi wa umma kupata matibabu bora. Madaktari, walimu pamoja na maafisa wa usalama wamekuwa na hisia mbalimbali na kutete kuhusu kwenda na mfumo mpya wa SHA, pamoja na kuhakikisha kwamba mfumo huu mpya na sera hii mpya inafanya kazi kwa jinsi ambavyo azimio la serikali katika masuala ya afya. Uamuzi huu uliofanywa mnamo Aprili 23 mwaka huu unalenga kutatua changamoto za utendaji kazi zilizokuwa zikiathiri watumishi wa umma chini ya mfuko wa matibabu ya maafisa wa umma. Mimi ni Robert Lokurwas. Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Siku hizi kubainisha ukweli na uongo kwenye mitandao ni mtihani. Wapotoshaji wanabuni machapisho yanayoonekana ya kweli kumbe sivyo. Sasa wamezuka na taarifa feki wanayodai eti imetolewa na Waziri wa Elimu Julius Ogamba. Sikiliza hii. Hawa watu ni hatari mno. Wamebuni hata saini bandia ya waziri huyo. Ukitazama taarifa hiyo unaweza kudhani ni ya kweli. Taarifa hiyo inadai eti Waziri Ogamba amesema wataalamu wote waliohusika na usahihishaji wa mitihani ya kitaifa mwaka uliopita watalipwa katika mwaka wa kifedha ujao kwa sababu fedha zao hazikutengwa kwenye bajeti mwaka huu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa hii ni taarifa ya kupotosha isiyo na uthibitisho na inayolenga kuzua taharuki miongoni mwa walimu na wataalamu wa elimu. Ni uongo mtupu uliovishwa joho la ukweli. Masuala ya malipo ya wataalamu wa mitihani ni nyeti na hayawezi kushughulikiwa kwa kauli za kubahatisha au uvumi wa mtandaoni. Serikali ina mifumo rasmi ya mawasiliano na taarifa kama hizi hutolewa kupitia vyombo vinavyotambulika na vinavyoaminika. Waziri Ogamba angetoa taarifa kama hiyo ungeisikia hapa Radio 47. Waziri huyo pia amelazimika kuipuuza taarifa hiyo katika mitandao yake ya kijamii. Usikubali kupotoshwa na wambea wa mitandaoni, wanasambaza propaganda bila kujali madhara yake. Lengo lao ni lile tu, kupata likes, shares na idadi ya followers. Kaa chonjo. Hata hivyo usitie shaka kabisa, bonge la redio lipo kwa ajili
Katika habari za spoti, wapenzi wa riadha wameanza kuwasili uwanjani Nyayo tayari kwa mashindano ya Kipkeino Classic. Shindano la ufunguzi litakuwa urushaji mkuki kwa wanaume ambao litaanza chini ya nusu saa hivi. Mashindano hayo yatamalizika saa 4 usiku baada ya fainali ya mbio za mita 100. Hassan Mwana Ali ana mengi. Wambaje mwanaspoti na karibu tukunde dunia uwanjani. Huku mashabiki wakitiririka uwanjani Nyayo kufuatilia mashindano ya Kipkeino Classic. Mashindano ambayo kwamba kila mmoja anasubiri kuona manguli kutoka Kenya kama Ferdinand Omanyala, bingwa mbio za mita 100 sawa na bingwa wa dunia mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi watakapotesa uga wa Nyayo. Ni kwamba nao mashabiki wa kabumbu wanasubiri debi la mashemegi siku ya Jumapili. Viongozi wa jedwali wenye alama 58 Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards wanashikilia nafasi ya pili. Hata kabla pambano hilo, mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier amezungumzia kiingilio cha pambano hilo. Let us make affordable getting to attract fans. I am not talking about the stakeholders who want to come in. This is looking at the state economy. I think this is exciting for reasonable senators pay us when we work on team for supporting and support our national attending. Nje ya mipaka zitaangaliwa mechi mbalimbali zitakazokujia mbashara hapa Radio 47. Kesho 11 jioni EPL Liverpool dhidi ya Crystal Palace. Kisha saa 1:30 Arsenal dhidi ya Newcastle. The Gunners wakilenga kurudi tena uongozini kwa kuwa Man City hawatakuwa na mechi ya EPL ila watacheza nusu finali FA dhidi ya Southampton saa 1. Pambano jingine kubwa ni Wolves ambayo imekwisha kushuka daraja. Itaikaribisha Spurs saa 11 jioni. Bili nyuma ya West Ham inayoshikilia nafasi ya 17. Na mwanaspoti tukomea hapo kwa sasa. Mie ni Hassan Mwana Ali na hapa ndipo habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Marekani na Iran bado zimeendelea kutoa ndio huyo ingia majimaji utakamilishwa mkutano wa habari kamili. Tehran. Mkutano kati ya Marekani na Iran kuhusu umezidi makali leo Ijumaa baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuamuru jeshi la nchi hiyo kushambulia boti ndogo za kijeshi za Iran kwenye ujio huu muhimu wa bahari kwa usafirishaji mafuta duniani. Trump alitoa amri hiyo baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuikamata meli nyingine ya mafuta ya mafungamano na Iran, huku Tehran nayo ikiapa kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Nikosia. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana nchini Cyprus kwa siku ya pili kwa mazungumzo yanayojikita katika kuyatafutia majawabu masuala tete yanayoikabili kanda hiyo ikiwemo usalama, uhamiaji na taathira za vita vya Mashariki ya Kati. Katika siku ya kwanza mkutano jana Alhamisi, viongozi hao waliidhinisha rasmi mkopo uliokawia kwa Ukraine pamoja na kutangaza awamu mpya ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Urusi. Ufilipino iliyo mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa bara la Asia imewahimiza watawala nchini Myanmar kuachilia huru wafungwa zaidi ikiwemo kiongozi wa kidemokrasia aliyeondolewa madarakani na jeshi miaka mitano iliyopita Aung San Suu Kyi. Mwito huo wa Ufilipino umetolewa siku kadhaa baada ya waziri wake wa mambo ya kigeni Singsang Phuan Keko kuitembelea Myanmar na kufanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo Min Aung ambaye hapo kabla alikuwa kiongozi wa utawala wa kijeshi ulioiangusha serikali ya Suu Kyi mwaka 2021.
Na hatimaye mawaziri kutoka karibu mataifa 50 wamekusanyika kwenye mji wa Santa Marta nchini Colombia kwa mkutano wa mazingira utakaojadili mbinu za kuzipa kisogo kikamilifu nishati zinazoharibu mazingira ikiwemo mafuta na gesi. Mkutano huu wa siku 5 ulioandaliwa na Colombia pamoja na Uholanzi utajumuisha pia wanazuoni na asasi za kiraia ya kile wanawake wamekiita majadiliano kuhusu swala tete la kuachana na nishati za usiku. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Nikiangazia maoni yako kuhusiana na Wakenya walioko Urusi na Ukraine wanaopigana vita iwapo wamelindwa ipasavyo. David Morias unasema bado hakuna mikakati ya kutosha. Fidel Oremo unasema hakuna mikakati iliyowekwa ya kuwalinda, ni porojo tu na ufisadi. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiyu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Magamba. Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina.
Naivasha. Hapa tuko Naivasha. Naivasha tayari. Ndio hiyo sasa. Sisi mzigo wetu ni Naivasha. Unaona hapa ndio tunaenda. Hapa unaona hapo kwa kona hapa. Left right corner pale juu. Hapo mahali kuna ka white. Hapo ndio tunadoko. Hapo ndio tunadoko. Already mkopo mnaiona hiyo. Naivasha. Pale Kihoto. Bana. Ruta. Ni kuangusha na kutoka. Hapo sasa tumefika. Hapo sasa. Simu zenu sizitaki.